Jina langu linaitwa Andrew Isaac Mashimba, diwani wa kata Pendo hii ya Mabwepande. Leo tumekuja kushiriki kwenye zoezi la usafi tunaendelea ndani ya kata yetu la kila wiki. Tunafanya usafi kwenye kila mtaa, ambapo viongozi wa mtaa husika na viongozi wa kata wote nzima tunahamia kwenye mtaa mmoja, kwa pamoja tunashirikiana kufanya usafi. Leo tuko kwenye mtaa huu wa Bunjubi, tumekuja kufanya usafi hapa kwenye eneo letu la soko ambao limejengwa na halmashauri ya manispaa Kinondoni na stendi yetu hii hapa Bunjubi. Tumefanya usafi kama mnavyoona, wananchi wamejitokeza na wafanyabiashara kwa umoja wao, lakini pia na viongozi wa serikali za mitaa yote mitano wamejitokeza kuja kushirikiana ili kwenye zoezi la usafi. Leo tunafanya hivi usafi, hii ni zoezi endelevu, na wiki ijayo tutakuwa kwenye mtaa mwingine, mtaa wa Kionzile, ambapo timu yote ya kata tutashambulia mtaa mmoja kwa ajili ya kuhamasisha mazoezi ya usafi kwenye eneo. Lakini pamoja tumeona na changamoto za wafanyabiashara hapa jinsi zilivyo miundombinu, tunaendelea kuisisitiza kuhakikisha miundombinu ya soko hili inazidi kuboreshwa zaidi ili wafanyabiashara wazidi kufika, lakini na miundombinu iwe msafi zaidi. Nashukuru sana. Walikuwa wanasema kwamba wanapenda magari yote yafike huku juu kwa ajili wa wafanyabiashara waweze kupata wateja. Wewe kama kiongozi wa kata hii unalipi la kuzungumza? Ni kweli magari yote yanatakiwa yafike huku juu, na hata sasa hivi mwenyewe mwandishi unajionea magari na dada yanaingia huku. Stendi tumekabidhiwa wiki iliyoisha, na sasa tukawasiliana na uongozi wa jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani kwa ajili ya kuwaelekeza wadau wao, madereva daladala wanaomiliki waweze kutumia stendi hii, na kikao tulifanya hapa na sasa hivi magari yameanza kuingia huku. Tunashukuru sana jeshi la polisi, wilaya ya kipolisi ya Mabwepande na kwa chini ya afande OCD Kole Mshauri pamoja na DTO ndugu Joseph wamesimamia zoezi. Kwa magari yote yanakuja ni mdogo, lakini magari yote lazima yote yakae kwenye eneo la stendi, kwa sababu stendi ilishakamilika na tushakabidhiwa na serikali. Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bunjubi, changamoto ziliopo kwanza kulingana na jiografia na miundombinu ya eneo letu hili la soko, kuhakikisha kwamba hali ya mazingira na usafi kwa ujumla unaendelea kuimarika, lakini kiuhalisia kama tunavyoona jiografia ya soko letu, miundombinu baadhi ya maeneo haiko rafiki sana, lakini tunaendelea kushirikiana kuhakikisha mambo yote yanakwenda kukaa sawa sawa. Lakini kwa ujumla pia nimepata bahati ya kuongea na wafanyabiashara mbalimbali, wakiwemo wafanyabiashara wa matunda, nao pia wametoa michango yao ya mawazo na maoni yao ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha biashara katika soko letu hili. Kwani kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba ni kuendelea kuisimamia halmashauri kupata mapato kupitia soko hili. Naona magari yanakuja huku machache, labda ni lini yataanza kujaa na ikawa stendi rasmi ya kueleza? Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Magari kweli unayaona yanaingia, na kwa sasa daladala ambazo zimetawala hapa ni daladala ambazo za kuelekea mjini, ikiwemo Moroko, Ubungo pamoja na maeneo mengine ya jiji letu la Dar es Salaam katika wilaya yetu ya Kinondoni. Na hii ni mwendelezo pia kupitia maagizo na ziara mbalimbali ambazo zimefanywa na viongozi katika soko hili, ni kuhakikisha kwamba stendi hii inaimarika na mabasi yote yanaanzia hapa sokoni. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linafanywa kazi na agizo lilishatoka na stendi ilishakabidhiwa kuhakikisha kwamba ifanye kazi, lakini yapo mambo ambayo yanaendelea kushughulikiwa na viongozi katika idara husika, wakiwemo wenzetu wa LATRA na viongozi wengine kuhakikisha daladala zote zinabaki hapa stendi ya Bunjubi sokoni. Okay, neno lako la mwisho ni lipi kwa wakazi wako wa Bunjubi? Neno langu la mwisho kwa wakazi wangu wa mtaa Bunjubi, hususan wafanya biashara, niwaambie na kuwapa maelekezo na ushauri wangu pia, tulitunze na tulinde soko letu, lakini sisi kama viongozi tunao wajibu kuhamasisha wafanyabiashara wote turudi sokoni ili kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi wa pato la halmashauri yetu, ili kuhakikisha kwamba changamoto zote ambazo zinakabili mitaa yetu tunazikabili wenyewe kupitia mapato yetu ya ndani, kwani watu wote kukaa hapa sokoni ndio maendeleo katika wilaya yetu na mitaa yetu, kwa sababu hii michango midogo midogo ambayo tunalipa kodi za mapato, ushuru, ndio inatutengenezea miundombinu katika mitaa yetu. Leo tutaona tumepata mradi mkubwa wa barabara hiyo, lakini hii ni michango ambayo inapatikana katika halmashauri zetu na michango yetu si wenyewe midogo midogo wafanya biashara. Kwa hiyo wito wangu wale wote ambao wako hapa sokoni, tunafahamu changamoto tunakutana nazo ni nyingi, wengi wanakutana na mitihani, mitaji inakata, lakini tunaendelea kupambana kama viongozi kuhakikisha tunaendelea kuwafariji na kuwatia moyo, na tunaendelea kuishauri pia serikali
jicho kubwa kabisa litupe kwenye hili soko, hasa halmashauri, kuhakikisha hawa wafanyabiashara wanapewa mikopo yenye riba nafuu ili wainue mitaji yao wajiendeleze vya kutosha. Kwa jina anaitwa Bahati Juma Naisi. Kikubwa yani iwe labda kila Jumamosi au hata ikawa akapanga kama kwa kila mwezi tukafanya usafi kama hivi, tukishirikiana wote, uongozi wote wa serikali ya mtaa, lakini zaidi sana mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa na uongozi wake pia, kuanzia mwenyekiti wetu wa soko. Changamoto yetu sisi, natamani mwenyekiti wa serikali ya mtaa hamasishe stendi, watu wa kule chini warudi huku juu, wote tuungamane pamoja, wafanyabiashara wote tukawa sokoni tukajaa, ili hata tuweze kulipa ni mapato serikalini, kwa sababu kuna miundombinu mingi kama hivi, kuna barabara, kuna nguzo hizi, taa hizo walizofunga, kuna vyoo, kwa vyote vinahitaji yani, ili tuweze kufanya biashara vizuri, ili tuweze kutolea Mimi kwa jina naitwa Ali Ramadhani, mwenyekiti wa tawi la Bunju-B. Nimeshirikiana na serikali yangu ya mtaa kwa ajili ya mazingira ya usafi, hususan katika mtaa wetu wa Bunju-B katika eneo letu la sokoni. Kikubwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshirikiana na mabalozi wangu wa mashina. Jana tulifanya kikao kuhamasisha then tuje tufanye usafi leo katika siku yetu ya usafi, na tunashukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia mradi wa barabara katika eneo letu la soko la Bunju-B pamoja na stendi yetu. Kwa hiyo sasa hivi barabara zinapitika, stendi inafikika. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wajitokeze katika eneo letu la Bunju-B hususan la soko, wafanyabiashara zeni waje kuimarisha eneo letu la soko la Bunju-B. Nashukuru tupo katika usafi leo, Jumamosi ya usafi katika mtaa wetu wa Bunju-B. Wewe unaambia nini wana CCM namna ya kuimarisha usafi hata kwenye majumba yao? Nashukuru mwandishi wa habari kwa sababu nawashukuru, na waambia wananchi wangu wa mtaa wa Bunju-B, tukishirikiana na mabalozi wa mashina tutapita nyumba kwa nyumba kuhamasisha hususani huu usafi uwe endelevu, isiwe Jumamosi tu, kwa sababu sasa hivi mtaa wetu wa Bunju-B ni mkubwa, wakazi wengi. Kwa hiyo kilichokuwepo tutahamasisha kila siku zendazo kwa Mungu, na mtaani kwetu gari letu la usafi lipo, vijana wetu ambao wakandarasi wanapita mjumbe kwa mjumbe na kutoa taka. Nashukuru mtaa wetu wa Bunju-B sasa hivi uko vizuri, na wahamasisha wananchi wajitokeze siku za usafi na majumba yao wayaweke safi. Gari letu la usafi litapita kuchukua taka. Kwa jina anaitwa Saidi Mpolinga, mwenyekiti wa soko Bunju-B. Leo tuko na zoezi la kufanya usafi siku ya Jumamosi na viongozi wetu wa kata, viongozi wa mtaa, viongozi wa chama, wafanyabiashara na raia kawaida, wadau. Leo tumekusanyika hapa sokoni kwa ajili ya zoezi moja la kufanya usafi wa mazingira ili soko letu liwe safi, kwa sababu usafi unahitajika kwa kila Tanzania na kwa kila mtu. Niwapongeze tu viongozi wangu kwa kuja kutushiriki pamoja katika zoezi zima la kufanya usafi, na pia wale ambao hawakushiriki basi naomba, na bado wapo, naomba waje tushiriki moja kwa moja kwa swala la usafi. Naomba wafanyabiashara wote ambao wanafanya soko la Bunju, naomba wawe kipaumbele kufanya usafi pindi wanapofika, kabla ya kufungua biashara zao, waendelee kufanya usafi wa mazingira, na pia taka ziwekwe sehemu husika ambazo kwa ajili ya usalama zaidi ya mazingira. Labda utaratibu wenu ni upi? Ni kila mwisho wa mwezi au umejiwekea utaratibu upi wa kufanya usafi? Utaratibu ambao uliokuwepo ni mwisho wa mwezi, inakuwa kwa ajili ya zoezi zima ambayo lipo serikali imetangaza kila mwisho wa mwezi, ila kwa kila siku mtu akifika anatakiwa afanye usafi eneo lake la usafi. Na siku ya Ijumaa kuna kuwepo na harambee, kuna wapo ambao wanazunguka wanafanya usafi kwa ajili ya Alhamisi, kwa kuwa kunakuwa na uzalishaji mkubwa wa taka. Kwa hiyo siku ya Ijumaa huwa kunakuwa na zoezi zima kama soko kufanya usafi, lakini raia wafanya biashara wanafanya usafi kupikia meza yao ambao pale wanapofanya biashara. Labda mbali na usafi, labda hili soko lenu lina changamoto vipi ambazo mlitaka labda viongozi kusikia katika tu? Changamoto kubwa ile zoezi miundombinu bado haijakamilika. Miundombinu, dampo ya kuwekea taka, yani sehemu ambayo kuwekizimba ambayo kuwekea taka bado imekuwa changamoto kubwa kabisa katika soko hili. Na swala lingine, miundombinu bado haijakamilika ambayo kuhusiana na mabanda, fremu, na pia zoezi kubwa kabisa, changamoto kubwa hususani wa usafiri. Madaladala hawaingie stendi, kwa maana kilio chetu kikubwa ni swala la stendi. Madaladala Bagamoyo ishie pale na mjini ishie katikati ya jiji ishie pale. Nafikiri mwingiliano wa daladala
itakuwa chachu kubwa ya kuweza soko letu kuinuka na kufanya vizuri, wafanya biashara kufanya biashara vizuri.